Oye, ukinitalimu Grand Sana utakuwa umetisha kinoma noma, na hapa ni Mseto Media, bonge moja la channel ambalo lina kazi ya kukuletea taarifa na habari zote zile zinapotokea tu. Bwana, nimesimama hapa kukuletea A to Z mkasa ama kisa kilichosababisha msanii Ommy Dimpoz kuweza kutimuliwa kufanya kazi kwenye makampuni ya GSM. Wewe mtu wangu wa nguvu ambaye umekwisha subscribe, nikwambia asante sana, lakini wewe ambaye bado hujasubscribe, nikwambia wakati ndio hapa. Chini ya video hapa kuna maneno mekundu yameandikwa subscribe, fanya kuyabonyeza mara moja, kisha takuja alama ya kengele, ibonyeze pia, na utakuwa mtu ambaye umetisha kinoma noma, na taarifa na habari zetu zote zitakwenda kufikia moja kwa moja kwenye simu ama kompyuta yako. Oya, bwana, tunajua Ommy Dimpoz alikuwa ameajiriwa na kampuni ya GSM kama Head of Creative Department, na hivi sasa taarifa ambazo zipo kila kona ni kwamba Ommy Dimpoz amefukuzwa kazi na GSM, na watu wengi wametaka kujua, je, nini kilisababisha Ommy Dimpoz kufukuzwa kazi na GSM wakati walikuwa wanaonekana kama watu fulani wanaopendana na wanaoendana sana. Sasa vitu vingi vimeibuka, lakini inatajwa aswa jezi ya Yanga ndo sababu ya Ommy Dimpoz kufukuzwa kazi, kwa sababu tunajua Ommy Dimpoz ni shabiki kindaki wa Simba, lakini anafanya kazi chini ya GSM, ambapo GSM ni wadhamini au wafadhili wa klabu ya Yanga, na jezi za Yanga zinatengenezwa na kusambazwa pamoja na kuuzwa na makampuni ya GSM, ambapo moja ya sehemu Ommy Dimpoz anapofanya kazi ndio humo ndani ya GSM. Sasa tunaambiwa kwamba juzi kwenye kongamano la kuchangisha pesa kwa ajili ya CCBRT, Ommy Dimpoz alipewa nafasi ya kutaja bei ya kununua mfano wa jezi ya Yanga, akitarajiwa angetaja bei ya juu, lakini ghafla alisema kama ingekuwa ni jezi ya Simba angeweza kuchanga hata zaidi ya milioni 100, na akamtaka Baba Levo na Mwijaku kama wanataka hiyo pesa basi walete jezi ya Simba. Mimi sikulichukulia lile jambo kwa wepesi, niliwaza zaidi mkataba uliopo ni kati ya GSM Foundation pamoja na CCBRT pamoja na Yanga. Kauli yake ilikuwa ngumu na kosa kubwa kwa watu wanaojua haki za kimikataba ya kibiashara. Hii ni comment ambayo iliandikwa na Barnabas HK, ambaye huyu anadaiwa ni mfanya kazi ndani ya makampuni ya GSM, akiongelea lile kongamano lilofanyika majuzi ambalo GSM Foundation pamoja na taasisi ya CCBRT pamoja na Yanga walifanya kongamano la kuichangia kampuni ya CCBRT, ambayo tunaonaga inadili na kuwasaidia watu mbalimbali wanaosumbuliwa na magonjwa na wale walemavu na kadhalika, ambapo kongamano hilo lilikuwa ni kama mtu una kitu chako unakitoa, then watu wananunua, alafu ile hela inaenda kwa CCBRT, ambapo tuliona pia makampuni ya GSM waliweza kununua picha ya Rais Samia kwa shilingi milioni 150, na hela hizo zinaweza kwenda CCBRT. Sasa ile jezi ya Yanga ambapo Ommy Dimpoz aliambiwa inunue, na Ommy Dimpoz akaleta masiara mpira kwenye mambo ya serious kama haya ya kimikataba na kongamano. Lakini tukumbuke Ommy Dimpoz analipwa hela na GSM, na GSM naye anapata hela umo kwenye makampuni yake pamoja na Yanga. Alafu Ommy Dimpoz anakuja kuonekana anasema hizo kununua t-shirt ya Yanga, jezi ya Yanga, na anasema aletewe jezi ya Simba hizo kununua kwa milioni 100 na ushe, kitu ambacho kiukweli ukiangalia kwenye ile mikataba ya kisheria kinakuwa sio poa, kinaruhusiwa, kwa sababu unapopewa kazi na makampuni haya lazima uambiwe kwamba uhakikishe na unakuwa balozi, unakuwa unatangaza na unakuwa una support vile vyote ambavyo vinafanywa na makampuni haya. So kitu hapa ndo kinadaiwa, kitu ambacho kimeweza kumfukuzisha Ommy Dimpoz kazi ndani ya GSM. Niache comment yako, je, Ommy Dimpoz alichokifanya ni kitu poa ama sio kitu poa, na sisi tutasoma. Hapa ni Mseto Media, mimi naitwa Limo Grand Sana. Hakikisha umsubscribe, lakini share na wanangu wote wa nguvu na wanao wa nguvu watu waweze kuenjoy. Chao. Hakikisha umesubscribe, comment, like na kushare. Mseto Media, we connect everywhere.